Wanasema kuna usiku ambao dunia hunyamaza, usiku ambao hata upepo huogopa kupita kati ya miti. Na katika kijiji kidogo kilichofichwa kati ya milima ya Ludewa kulikuwa na kisima. Kisima cha zamani kilichochimbwa na mababu. Lakini usiku mmoja kisima hicho kilizungumza, na kilichosema kilipasua mioyo ya kijiji kizima. Kijiji cha Mawimbi kilikuwa kimetulia chini ya mwanga wa mwezi. Nyumba za udongo zililala kimya, moshi mwembamba wa jiko la kuni ukipaa taratibu. Watoto walikuwa tayari wamelala ndani ya mikeka, wakisikia sauti za nzige zikijaza usiku. Na katikati ya kijiji kulikuwa na kisima cha kale. Wazee walikataza watoto kucheza karibu nacho usiku. Walikuwa wakisema kwa sauti ya hofu, kisima hiki kina kumbukumbu. Lakini hakuna aliyewahi kueleza kumbukumbu gani. Usiku mmoja, msichana mdogo aitwaye Neema alitumwa kuchota maji. Mama yake alikuwa mgonjwa na nyumba yao haikuwa na tone la maji. Neema alitembea polepole chini ya mwanga wa mwezi. Mwezi ulifanya kivuli chake kionekane kirefu ardhini. Alipofika kisimani, upepo ulisimama. Nzige walinyamaza na maji ndani ya kisima yakaanza kutikisika pole pole. Neema alisimama, akainama kutazama ndani. Ndipo akausikia sauti nyembamba iliyotoka ndani ya maji. Kwa nini waliniacha? Neema alirudi nyuma kwa hofu, lakini sauti ikaendelea. Kwa nini waliniacha hapa? Neema alikimbia kurudi kijijini akilia. Watu walikusanyika haraka na taa za mafuta. Wazee walipofika kisimani, uso wao ulibadilika. Wengine wakaanza kutetemeka, kwa sababu walijua. Miaka 15 iliyopita kulikuwa na msichana aitwaye Rehema. Rehema alikuwa maskini, na siku moja alitoweka ghafla. Kijiji kiliambiwa, alikimbia, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Usiku mmoja wa giza, baadhi ya wanaume wenye nguvu kijijini walimshutumu kwa uchawi. Hakukuwa na ushahidi, hakukuwa na huruma. Walimpeleka kisimani, na katika ukimya wa usiku walimtupa ndani. Kisima kilinyamaza tangu siku hiyo, lakini roho ya Rehema haikuwahi kuondoka. Usiku ule kijiji cha Mawimbi hakikulala. Watu walikaa kimya karibu na kisima, baadhi yao wakilia, baadhi yao wakitetemeka kwa hatia. Na ndani ya maji sauti ya Rehema ilisikika kwa mara ya mwisho. Sikutaka kuwatisha, nilitaka tu haki. Asubuhi ilipofika, kijiji kilichimba kisima hicho kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, na ndani yake walipata mabaki ya ukweli waliokuwa wameuficha. Tangu siku hiyo, hakuna aliyewahi kusema tena kwamba kisima ni kimya, kwa sababu watu wa Mawimbi walijifunza kitu kimoja: ukweli unaweza kufichwa ardhini, lakini hata maji ya kisima yanaweza kuamua kuuzungumza.